Vodacom, kazi ni kwako. Sasa hivi uko tena kwenye ndoa? Yeah. Imekuwaje? Pole kwa hiyo hizo changamoto za maisha. Mimi niseme uliolewa tena na mbunge. Yeah. Ilikuwa lini? Na mbunge ilikuwa tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka huu. Mwaka 2016. Na itakuwa ni ndoa yako ya kukaa muda mfupi zaidi. Yeah. Mimi najivunia kutake action mapema. Kwa ile condition ambayo nimeikuta, nimefanya uamuzi wa busara sana. Yeah. Imedumu kwa siku ngapi? Miezi miwili kama na siku 17 hivi, kitu kama hicho. Lakini mlikuwa mnafahamiana kwa muda mrefu? Hapana, na hilo ndo tatizo kubwa lililokuja katika ndoa yetu. Jamaa alikuwa simjui. Lakini yeye alikuwa ananifahamu. Nafikiri kwa sababu ya kazi zangu na mazingira ambayo niko nayo. Kwa hiyo ili lilikuwa ni tatizo kidogo kwa sababu upande mmoja ukikufahamu, pengine na yeye alikuwa ananifahamu na nichukulia tu wastara kwenye TV na kwenye magazeti, lakini hakutaka kutoa nafasi kwamba anatakiwa mjue wastara wa kwenye ndoa ni yupi na wastara kwenye TV ni yupi. Ambayo binafsi mimi hiyo nafasi nilikuwa naililia kwa sababu mimi ni mtu mzima. Mwisho wa siku huwezi ukakaa na mwanaume siku mbili ukaolewa, ni kitu ambacho kidogo kinatatiza. Lakini kwa bahati kwa upande wake naweza kusema alijaribu sana kuiteka familia yangu. Yaani porojo, na kwa sababu mwanasiasa alikuwa mzungumzaji mzuri sana, na kwa sababu nilikuwa nimekaa muda mrefu, ina maana hata familia yangu ilikuwa imekata tamaa mimi kuolewa, kwa sababu unajua Waislamu mara nyingi sana yani tunasimamia kutokuzini ukae kwenye maisha ya ndoa. Na ukiangalia mimi mtoto wa kike, wanaume wanaonisumbua ni wengi. Kwa hiyo familia inaweza kuisaba wastara anadaika na wanaume na nini pengine. Kwa hiyo ili swala la kuolewa labda lazima sisi tulishikilie msimamo ili yeye alegeze msimamo wake, akubali kuolewa. Kwa hiyo kitu kama hicho yule jamaa akaona sasa ndoano yako aitupe kwenye familia, kwa sababu tulikutana naye katika mazingira ya kuuma. Mimi nilikuwa naumwa, nilikuwa nataka kwenda India kwa matibabu. Baada ya kutoka kwenye kampeni ya Magufuli na Mama Samia, nikapata tatizo kidogo kwa sababu nilikaa muda mrefu bila kuattend hospitali kulingana na tatizo langu la mguu. Kwa hiyo nikawa nasumbuliwa na mgongo na mguu. Baada ya kampeni nikafanya check up, nikaenda Nairobi, kaonekana na tatizo. Na wao Nairobi option yao ilikuwa sio nzuri kwa sababu waliniambia wanataka wanikate tena mguu. Kwa hiyo nikaamua kutafuta hospitali nyingine ambayo ilikuwa India. Yaani ulikuwa ukatwe mguu wa pili? Ule mguu wa kwanza ukatwe kwa sababu ilionekana unaleta sana pressure ambayo inanifanya yani kila wakati napata maumivu. Na ambao ungekatwa kuanzia wapi mpaka wapi? Yaani hapo chini ya goti, lakini walikuwa nakata mfupa, kitu ambacho binafsi kilikuwa sio kizuri. Kwa hiyo mimi nilikataa ile operation, nikatuma tena vipimo vangu India kuwaomba waangalie na wao watanisaidiaje. Wao wakasema kwamba tunaweza tukakutibia bila operation, lakini lazima uje kwa sababu tunahisi tatizo linaweza kuwa katika miguu ambayo unayovaa, ndio inaweza kawa inakuletea tatizo. Na baada ya kupiga x-ray kaonekana mgongo kama umebendi hivi. Kwa hiyo kaonekana na lenyewe ndio sababu ya mimi mgongo kuuma, lakini walivyoona wao wakasema huu mgongo kubendi sio kwa sababu ya kutembea au nini, kwa sababu ya mguu ambao unaotumia. Kwa hiyo lazima uje. Kwa hiyo baadaye jamaa akawa, kwa sababu kwenye siasa ile swala lilikuwepo kuna baadhi ya viongozi walikuwa wanalijua. Kwa hiyo na yeye akaipata hiyo habari. Kwa alipoipata habari akawa ananitafuta, alimpigia sana simu lakini mimi sikuwa napokea, sikuwa namjua. Mwisho wa siku akawa ananitumia message mimi fulani, sikuwa namjua pia. Naomba kuonana na wewe. Kwa nikawa namrusharusha, mwisho wa siku nikakubali kuonana naye. Aliponiambia mimi nataka nikusaidie swala lako hospitali, lakini naona kila nikikwambia unipokelee simu au niruhusu mimi nikuja kukuona. Nikabasi it's okay, hamna shida, njoo. Kwa hiyo ndo mara yangu ya kwanza kumuona na kuja pale. Na alipokuja akaniambia bana, mimi nimesikia una tatizo hivi na nataka kwenda hospitali. Nikamwambia nataka kwenda hospitali kweli. Kwa hiyo unahitaji labda gharama gani au nini? Nikamweleza, nikamwambia na tayari ninayo pesa kiasi ya. Kwa hiyo wewe utakachoweza, kama wewe umekuja kunipa support, basi toa kile ambacho unahisi kiko ndani ya uwezo wako. Akasema fine. Lakini
Siku hiyo alikaa kidogo kama masaa 3 hivi. Tuka tunaongea na niuliza ndoto zako kwenye maisha hapo ulipo unataka nini? Nikamwambia. Akaniambia ufikiri kuolewa, nikamwambia kwa sababu niliweka nadhiri ya miaka 3 na hiyo inatimia kesho kutwa tu. Ndoto yangu ya kuolewa inaweza ikawepo, lakini siwezi kuolewa kwa sababu na vitu kama 4 5 hivi nataka nivitimize. Umeelewa? Cha kwanza nikamwambia najenga nataka nimalize ujenzi. Cha pili nafikiria kufanya kipindi kwa ajili ya jamii. Cha 3 nikamwambia nataka kusimama zaidi kwenye biashara zangu. Yaani nataka kama nikiolewa leo nikienda sehemu yoyote hata nje ya nchi, lakini hakikishe watoto wangu wanaishi katika mazingira mazuri, hawapati shida. Hivyo ndio vitu ambavyo mimi viko katika kichwa changu. Akasema kama anaweza kukusupport hivyo vitu, mimi nikawa nashangaa, wewe tena ambaye ulikuja kunisaidia umegeuza, ina maana unisupport kwa ajili ya kunioe wewe. Akaniambia nikamwambia kwa nini mpaka wewe sasa hivi umri huo una mke? Akasema ninaye mke. Nikawa mimi nacheka sana, nikamwambia katika kitu ambacho sikipendi katika maisha yangu kuolewa na mume wa mtu. Yaani hilo swala hapana. Umeshaelewa? Akaniambia hapana, na matatizo sana na mke wangu, mkorofi, apende na familia yangu. Kwa hiyo yani siishi kwa amani. Umeelewa? Kafika tu mpaka akawa ananifungulia simu yake na ananionyesha message ambazo anachat na mke wake. Mimi zeni kaona kama huyu mtu akili zake haziko sawa. Sababu ndo kwanza first time naongea masuala ya kuoa na nionyesha message za mke wake. Umeelewa? Nikawa sababu mimi naishi sana na dada yangu. Muda mwingi hata nikiwa kwangu lazima nikakae naye. Kafika tu nikamueleza, unajua leo mgeni aliyokuja mgeni kaja kwa ajili ya swala la matibabu, lakini kaanzisha mada nyingine. Ile nimeona kama haiko sawa. Akaniuliza kwa nini, nikamwambia mimi anijui wala nini, afa anakuja kunionyesha message anazochat na mke wake na kuaje. Alafu ni mheshimiwa. Umeshafahamu? Akaniambia acha tumuone ana nia gani na wewe. Kasema okay. Kesho yake akaja tena kama saa 6 hivi ya mchana. Alipokuja kuanzia saa 6 mchana alikaa mpaka saa 6 usiku. Yaani mimi nimekaa na hivi mgongo unaniuma, nilikaa mpaka natamani hata kulia. Yaani mgeni amekuja aondoki, story hii yani kwamba amenibananisha yani. Ili nikubali kwamba kweli niko tayari kuja kuolewa, lakini mwisho wa siku bado nikawa nimesimama kwenye msimamo wangu. Sasa masuala ya kuolewa hayapo. Kwa sasa hivi mimi nitaolewa, lakini bado afu unajua sasa hivi nafikiria sana kwenda kwenye matibabu. Yaani hata raibu niambia hata kama ukinioa yani mimi siwezi kufanya chochote. Umeshaelewa? Lazima kwanza niende hospitali nikajue yani ndo nitakuwa happy, lakini hivi hapana. Umeshaelewa? Basi alipokuja alivokaa sasa ule muda mrefu dadangu kaniambia huyu unasikia kweli ana nia kuoa. Nikamwambia maana yake tumekaa masaa karibu 8 lakini maongezi ndio hayo tu yani. Inawezekana kweli ana nia lakini hapana, watu wanakuaga wasumbufu hao. Umeshaelewa? Wanakuaga wasumbufu hao, wanasiasa na vitu vingine vingi. Nikamwambia achana naye. Umeelewa? Basi yeye akawa anakuja kila kitu. Sasa dadangu kana anamwangalia kwa jicho la tatu kwamba inawezekana kweli ni muaji afu mimi nampuuzia. Umeelewa? Lakini kwa nini nilikuwa nampuuzia? Kwa sababu unaona ni kwamba ni haraka sana. Tumejuana muda mfupi. Alafu yeye anasema mimi kunikubalia tu kuoa, sitaki kuchelewesha. Sasa najiuliza mtu simjui. Ndio kwanza nimemwona hapa amekuja kwenye matibabu. Leo inakuaje yani iwe tu kirahisi unakubali kuolewa na mtu ambaye umfahamu. Alafu yani yeye yuko tayari pia kuoa, ni jui wa stara. Umeelewa? Lakini akangangana na msimamo wake. Na alipoona kwamba kwangu wapati jibu la kueleweka, ikabidi amie upande wa familia. Sasa ndo akaanza kufunguka, mimi nitamsaidia biashara zake, nitamsaidia sijui vitu vyake anavyovitaka kuvifanya vote, nitabeba hayo majukumu. Kwanza sasa hivi nitabeba jukumu la kwenda hospitali, lakini kabla ya kwenda hospitali naomba mniombee akubali kuolewa na mimi. Umeshaelewa? Akishakubali kuolewa na mimi basi aende hospitali kwa sababu vitu vingi vitakuwa rahisi, yani nitakuwa na rahisishio tu huko serikalini kupata huduma zake wa stara. Lakini hivi siwezi kumsupport. Na maana sio kwamba yeye alikuwa anataka kumsaidia kwa kutoa mfukoni mwake, hapana. Yeye mwenyewe alikuwa anategemea hela zitoke sehemu fulani ndio aweze kunisupport mimi. Na maana sio kwamba nia ilikuwa ni mke, sio nia kusaidia. Kwa wewe mpaka ukakubali kuolewa. Ikaenda hivyo mpaka baadaye. Tulivyokaa na familia sasa akubali. Sasa kama nilivyosema toka mwanzo, mimi ni mtu ambaye anaheshimu sana familia yangu, na nikahisi baba wengine mimi nawakwaza sijui. Na situation ambayo nilikuwa nayo kipindi cha nyuma ambacho nilikuwa na mtu
makashfa sikuwa na stories za kwenye magazeti sijui za nini, yani zikawa zile stories za ovyo kwa ovyo. Kwa hiyo kitu nikahisi baba familia yangu kimewakera, pengine ndio maana wameamua wananishauri yani kwa nguvu zote ili mimi niweze kukubali hili swala. Kwa hiyo nikaafiki sawa, nikaambia lakini tualike watu. Akasema hilo swala haliwezekani. Kualika watu hasa kama watu wenyewe kualika kama ni wasanii ndio usitaki hata kuona hata msanii mmoja. Wewe ndo unakataa. Yeye sasa anasema kwenye harusi. Sitaji kualika mtu yote hapa, harusi ni bwana harusi, mshenga basi na wewe. Akasema michango ya watu toka miaka hiyo mpaka leo hapana, haiwezekani. Nishachangia sana harusi za watu, nahitaji watu waje kwenye shughuli yangu na mimi wanilipe. Umeshaelewa? Basi akasema hapana, mimi sitaki watu wa mbea, wataleta vitu vingi nini na nini. Zile tayari zikanishtua sasa. Nikaanza kutafuta wasanii kumuuliza huyu ni nani. Bahati mbaya kila msanii ambaye alikuwa anampigia alikuwa anazunguka anampigia na yeye. Mbona Sara kauliza hivi na hivi na hivi? Anasema hapana, msimjibu kitu chochote. Kwa hiyo nikawa bado mimi niko kwenye giza yani. Lakini tayari nikawa na wasiwasi kwamba kwa nini kama anaweka limit ya watu fulani wasifike? Wanamjua? Je, kama wanamjua na siri gani anaificha? Umeelewa? Nikarudi sasa kwa upande wa mke wake. Nikamwambia mimi siwezi kunioa mpaka unipeleke kwa mke wako. Ukamwambie kabisa kwamba mimi unataka kunioa. Akisema sitaki na mimi sitaki. Yani nikawa najaribu kumwekea vizingiti mali tu wakati tamaa. Akanipeleka kweli. Mpaka kwa mke wake. Alinipeleka. Akafika kwa akasema huyu mke wangu, katiwa bado mimi hajaniwa. Huyu mke wangu. Nimemuoa. Na wewe mke wangu wa kwanza, huyu mke wangu wa pili. Yule mke akasema sawa, hakuna shida. Yani unajua yani kirahisi tu. Nikaona hapa inawezekana kuna tatizo. Haiwezekani kwanza mimi mwanamke nimeletwa afu mwanamke amerespond kawaida tu. Afu na mwanaume yani hakuhofia kwamba mimi mke wangu labda ataumia kiasi gani nikimpelekea mwanamke mwingine. Amechukulia lewezi kuamini miradi yani nilikuwa kama mtu ambaye niko kwenye barafu sasa. Tayari nilishashuka kwa sababu nilikuwa najaribu kuweka vizingiti lakini vote vikawa vimefeli. Alafu nikawa nahisi kwamba tayari niko kwenye tatizo ambalo siwezi kujitoa. Niseme tu hivyo, tayari nilikuwa nishaona vitu ambavyo sio vizuri. Basi hivyo ikafika tu ikapangwa swala la ndoa, na kuna sehemu ambayo tuliwahi kuenda kwa ajili ya kutafuta hoteli ya Hanmon. Kuna kitu ambacho alikifanya yule jamaa kikazidi pia kuniporomosha. Yani kuonyesha jinsi gani kwamba si mwaminifu. Tayari nilishaanza kuwa na question mark. Baadaye ikafika tu mpaka tumeoana. Baada ya kuolewa nikawa mimi na ikatokea tatizo kwanza la mambo ya bomoa nini. Kwa ikabidi mimi kwanza nihame nyumbani kwangu nilipokuwa nakaa, nikapanga sehemu kwa ajili ya kuona nini kitafuata pale kwenye nyumba zangu ambazo zilikuwa zinabomolewa. Kwa hiyo yeye akawa na maana tayari na nyumba mbili, ana kwa Wastara ana na sehemu nyingine. Kwa hiyo baada kama ya siku 3 yule jamaa alirudi akiwa na makovu mwilini. Nikamuuliza umefanyaje? Akanambia nimeanguka na pikipiki. Sasa nikamwambia umheshimiwa, una gari, una madereva, inakuaje swala la kuanguka na pikipiki? Akanambia nilikuwa nashuka tu yani hivyo, ikatokea nikakwaruzwa na pikipiki. Nikamwambia yani hivyo kama kwamba siamini kile kitu. Baadaye akaniambia kesho yake sasa akanambia nimepigana na mke wangu. Nikamwambia mpigana na mke wako kwa sababu gani? Kwa sababu nimekuta naangalia TV. Sikia, saa ngapi? Saa 5. Kaambia saa 5 mbona mimi naweza kuangalia TV mpaka saa 7 hadi saa 8. Kwa hiyo ina maana mimi nitachezea sana makofi na mwambia kwa sababu usimfahamu. Nikamwambia sio kitu kizuri, nikarudi sasa kumpa ushauri. Sio kitu kizuri kumpiga mwanamke alafu mimi sijaona kama hiyo ni sababu ya kupigana mpaka mnatoana maalama, hii inakuaje? Umeshaelewa? Akawa sawa okay nimekusikia, lakini mimi mke wangu ni mkorofi na ndio maana nikaamua kukuoa wewe. Umeshaelewa? Mke wangu mimi ni bouncer, tunapigana kila siku nyumbani. Umeelewa? Nikamwambia mimi katika kitu ambacho sikipendi katika maisha yangu ni swala lazima la kupigana. Yani silipendi hata kulisikia. Ukinyanyua mkono tu kunipiga mimi naona kesi yake itakuwa kubwa kuliko hata hizo mnazopigana nyinyi na mke wako. Na wala sipendi kuona mwanaume anampiga mwanamke. Umeshaelewa? Basi tukakaa baada ya siku 2 tena akarudi na amekwaruzwa usoni kwenye jicho. Nikauliza vipi hapo? Akasema
na mtoto wangu amenikwaruza. Mtoto wako anakucha kama za mtu mzima. Namwambia mimi. Akasema, kanikwaruza, nimempiga paka vibao. Basi baadaye tena hivyo ni kwamba ni mtu ambaye anaweza kadanganya leo afu kesho akasema ukweli. Akasema tumepigana na mke wangu. Kapoza mpigana tena kwa sababu gani? Nimemkuta naongea na simu. Yaani kuongea na simu tu mpaka mnatoana alama. Inakuwaje hivi vitu? Hapo tuna kama siku 3 yani, na mimi ndo naelekea karibu kuondoka safari. Baadaye kama siku 4 tena akaja amekwaruzwa tena mara ya 3 hiyo. Akanambia, akanificha alafu akanichukua kesho yake akanipeleka kwake ambapo alikuwa anakaa mke wake. Mimi nilipofika tu kwa sababu yule binti namfahamu, nikawa namuita yule mwanamke pale ndani, lakini kukaa hakuna mtu anayeitika. Mke mwenzako? Nikawa na watafuta watoto, hakuna mtu. Nikajaribu kuuliza wafanyakazi wa kiume ambao ni madereva, jamani yuko wapi huyu? Akasema sijui ametoka, yani hivyo. Maona? Basi nikawa kama na wasiwasi. Baadaye nilipokaa akaingia yeye mwenyewe, nikamuuliza yuko wapi, namuuliza yuko wapi mama watoto? Akanambia yupo, ameondoka. Ngoja tu nikwambie ukweli, jana tulipigana, ndio hizi alama zote unaziona. Sababu ya kupigana ilimkuta anaongea na simu na shemeji yake, lakini sio shemeji yake, ni bwana wake. Ndio maana nikampiga, nikavunja na simu. Kwa hiyo amechukua hatua yeye, ameondoka na amekuja kuchukuliwa na ndugu zake. Kwa hiyo mimi nimewafukuza. Nikawa tayari yani mimi binafsi nazidi kuingia na hofu. Kusema ukweli nikwambie hakuna kitu ambacho sikipendi kama kupigwa au kupigana, sipendi. Alafu sipendi kuona watu wanatukanana, yani matusi, yani hata wewe usikie kama mimi natukanana na mtu fulani, kitu ambacho sikipendi. Sasa mshikaji alikuwa na hizo vitu, yani anaweza kuongea na mke wake mbele yangu akamtukana maneno ambayo binafsi mimi naingia hofu. Najiuliza kwamba kama huyu leo anafanywa mwanamke ambaye amemzalia watoto, anafanya kitu kama hicho, ipo sio atakuja kunifanyia mimi. Kama mke ambaye amemzalia watoto anafika hatua ya kumpiga paka anatoana alama, ipo sio atanifanyia na mimi. Kama mke yule alomzalia watoto anafika hatua ya kumpiga hadi kumvunjia simu kwa sababu anaongea na watu fulani na sio maarufu, je, mimi ambaye maarufu ambaye anapigiwa simu usiku na mchana inakuwaje ili swala zima? Kwa hiyo nikaona tayari katika maisha yangu ya ndoa niloingia kuna tatizo. Kwa hiyo ikawa najaribu kumwambia kwa nini. Nikimuuliza tu kwa nini, hasa hapo akaanza kunibadilikia na mimi. Usiniulize bana, naye mimi sijaoa ili mtu anisumbue kuniuliza maswali. Akaambia hapana, nataka kujua, ni mwanamke na nashukuru kwamba amenipokea vizuri. Nataka kujua kwa nini ameondoka. Kwa sababu mimi sioni kama hiyo sababu ni ya kumfanya mwanamke aondoke na watoto. Ndio ashaondoka na usitaki kunieleza hizo habari za huyo mwanamke. Sitaki. Mazali hayupo hapa, tuongee vitu ambavyo vinahusu mimi na wewe. Na kuanzia sasa umekuja mundani utoki. Yani nimeingia sasa ndani ya nyumba yake. Kaba stoki kwa nini stoki? Utoki utakaa hapa wewe? Naambia hapana, siwezi. Hii nyumba nimeikuta na mwenyewe. Mimi nitarudi kule ambako wewe umenipangia. Lakini sio humu ndani. Akasema humu ndani utoki. Kama wewe ni mke wangu basi ndani utoki. Kama sio mke wangu utatoka. Lakini kama ni mke ambaye mimi nimekuoa, humu ndani utoki, na kuanzia kesho tunabeba vitu vyote vya kwako tunarudisha huko. Ili wewe ukae hapa. Hapa pa Dar es Salaam. Na mimi kwa nakaa Tabata, yule mwanamke anakaa Mbezi. Wakati tunaongea hayo maswala tunaongelea Mbezi ndani ya nyumba ya mke wake ambaye ndo alikuwa anaishi naye. Basi binafsi mimi nikawa nimepanic, sijapenda kile kitu. Nikamwambia basi kama ni hivyo unataka kweli mimi nikae, naomba nikupe muda kwanza muone kama mnaweza kusuluhishana tatizo na mke wako. Na mimi nipe muda. Na muda wangu utakao nipe, na maana nitakavyokuwa nimesafiri kwenda India ni muda ambao kutosha sana. Ujifikirie kama maamuzi unaofanya ni sahihi au sio sahihi. Alafu tutapata jibu. Kwa hiyo baada ya kuongea vile nikakaa kweli hapo nyumbani, alivyoniambia usitoki. Nikawa niko chini ya ulinzi kwa siku 2. Ina maana kweli nilizuia nisitoke. Baada ya siku 2 ndio mimi nikasafiri kwenda India. Lakini nilipoondoka alikuwa anakuzuia, ameweka walinzi kabisa nini? Walinzi wapo. Yaani kwamba nikisema chini ya ulinzi kwa maana kwamba kama mtu amekwambia kwamba kama sio mke wangu toka. Ina maana kwa wewe kwa sababu unaipenda ndoa lazima utarespect. Sasa basi bora liishe, kwa sababu inafika hatua sasa tunaanza kutishiana. Alafu nikiangalia ni siku chache, hata siku 7 hazikufika. Tayari nahisi kwamba yule mtu ana makucha yani wa design fulani hivi ambaye simuelewi, kwamba anaweza hata mimi akanigeukia mwisho akaninasa makofi, kitu ambacho sipendi. Kwa hiyo nika-respond ile kubaki pale. Kwa hiyo baada ya siku 2 mimi nikasafiri kwenda hospitali. Lakini wakati niko hospitali mawasiliano yetu kwanza yakaanza kubadilika. Hayakuwa mazuri, lakini mimi sana nilikuwa nasisitiza kutaka yule mwanamke arudi.
kutaka kujua inakuaje kuhusu yule mwanamke. Lakini nikiongea tu hilo swala, matusi yote yanageukia kwangu. Kwa nini namuuliza yule mwanamke na vitu ambavyo hataki kusikia, ni kwamba nikimtaja tu namkera. Basi lakini nikawa mimi sijafurahia na kile kitu, lakini mwisho wa siku kukawa kuna utofauti, yani kama mtu ambaye nafikiri nikisema mawasiliano yanabadilika kwa watu wazima ambaye ni tuko kwenye mahusiano, unaelewa. Maana yake ni kwamba unahisi kwamba huyu labda ana kitu behind. Yani ukiachana tu kwamba mimi ni mke wake, yeye ni mheshimiwa na wake wawili, lakini kuna kitu tofauti ambacho yeye kama yeye anafanya kiasi kwamba hawezi yani kufanya mawasiliano na mke wake vizuri. Sababu mimi nilikaa huko nje karibu miezi 2 kasoro, lakini hakuna hata siku moja yule mwanaume aliwahi kunipigia simu kama mume wangu ambaye nimeishi naye kwa muda mfupi. Hata siku moja zaidi tunachat na mwisho wa siku anakuambia niko busy, mara simu yangu mbovu. Lakini ukiingia online mtu akiwa active unamuona. Naingia online namkuta yuko active Facebook, naingia online ya WhatsApp namkuta yuko online. Lakini nikirudi kwenye sala ya mawasiliano mimi na yeye anasema kwamba mimi simu yangu mbovu haishiki network. Ikawa hivyo. Sasa ile hali ikawa inanitisha. Kwa nini? Hivyo yani, na nikimwambia labda kuna kitu fulani nataka tufanye, kuna hivi na hivi, analeta yani maneno yanaanza kuwa maneno ambayo si mazuri. Kuna siku nilimwambia bana, simu yangu mbovu, toka nimeondoka niko huko nikwambia simu yangu mbovu. Mwisho hii simu nitaitupa. Umeshaelewa? Namwambia sasa yeye, lakini huko niko simu bei rahisi, nataka ninunue simu. Akanambia kwanza wewe unataka kutupa hiyo simu, wewe mwenyewe umejiona wewe si scraper tu wewe. Mimi nimekuokota alafu nimekuchukua nimekupeleka hospitali nimeenda kukuungaunga. Tafuta mafundi waiungeunge simu kama mimi nilivyokupeleka wakakuungeunge India. Kwa kweli nisikufichi niliumia mpaka dakika ya mwisho. Kwa sababu gani? Katika maisha yangu kitu ambacho sipendi mtu kunikashifu. Hasa unikashifu katika mazingira ambayo niko nayo, mazingira ya ukweli. Kwa sababu kweli mimi ni mlemavu. Kwa hiyo ukinitukana kupitia ulemavu wangu, alafu isitoshe wewe ni mpenzi wangu, ni kama unanidhalilisha. Kwa sababu mpaka umefikia unanitongoza, hadi unafikia unaniona kwamba unanijua mimi na mapungufu. Kwa hiyo ni kitu ambacho wewe cha kukilinda sana na ujue kwamba kitaniumiza kwa sababu sikuzaliwa hivyo. Kitu ambacho nimepata ukubwani. Kwa hiyo ukinisimanga kwa sababu tu umetoa pesa, kwa sababu unisaidie mimi na mimi mlemavu, umenipeleka nikaungwa scraper, yani vitu ambavyo viko out of ndoa kiukweli. Tayari yule mtu nikaanza kumuona ni mwanaume ambaye hana maneno mazuri, kwa sababu mengi nimeyaona kwa macho yangu na kuyasikia na vitendo ambavyo kwa kimfanyia mke wake vote navijua. Kwa hiyo tayari nikawa najikuta niko kwenye wakati mgumu. Ina maana nikijisikia kutaka kuzungumza kitu kwanza lazima nikae nichukue muda kufikiria hili jambo nalifikishaje kwa huyu baba. Kwa mkaya mkaachana? Hapana, nilifika tu tumeongea vibaya mpaka simu ikawa mimi nimeblock, yeye yuko kivyake na mimi niko kivyangu, niko safari hiyo. Mpaka ikafika tu nikarudi hapa. Baada ya kurudi, yani baadaye tukaongea tukayamaliza kwenye simu. Nikarudi. Hiyo siku ambayo narudi tuko airport. Toka amekuja kunipokea yule jamaa amekasirika. Na siku hiyo kulikuwa kuna kama party hivi, yani family wanafanya, walipika chakula nini kama cha watumia hivi kwa ajili ya mimi kurudi salama. Lakini wakati wa kutoka airport ndio ilibidi tuende hiyo sehemu. Matokeo yake yale alichokifanya alinipakiza kwenye gari akanyosha moja kwa moja kwake. Lakini wakati huo ananichukua na kuingia kwenye gari alikuwa amekasirika, yani kupitiliza, yani kiasi kwamba haujui hata gari alikuwa ananiendesha kwa fujo. Lakini sikufahamu yani kulikuwa kuna kitu gani, kwa sababu matatizo ambayo yalijitokeza, kujibizana vibaya nini, baadaye alikuja akamwomba msamaha. Swala la kuzungumza kuachwa alishazungumza na simu zaidi hata mara 10. Nikiwa bado niko nje, ambao hakukuwa na sababu za msingi wala kitu cha maana. Ina maana kitu kidogo mimi nitakuacha, kitu kidogo akigombana tena watu yani huku ananirudia mimi, akiona labda story imetokea kwenye gazeti ananirudia mimi, kwa sababu baada ya mimi kuolewa mke wake yeye mwenyewe binafsi alikuwa anapeleka matukio kwenye magazeti kwa kuona kwamba sasa hizi ni mume wa mtu maarufu. Kwa hiyo akinikera mimi naenda kumdhalilisha kwenye gazeti, lakini nilikuwa najaribu kuvipunch vile vitu visitoke. Alishawahi kuona habari zako kwenye magazeti akakasirika? No, mimi binafsi niweza kusema toka nimeolewa sijawahi hata kuzungumza na mtu wa magazeti, wala sijawahi kutoa habari yangu, isipokuwa habari zake yeye ndio zilikuwa zinatoka. Sijui alikuwa na mwanamke gani, sijui kafanya nini hivyo, yani wakawa watu wanajaribu kupeleka matukio yake ili adhalilike, yani kuonekana ni mwanaume wa aina gani. Lakini nilikuwa najaribu sana kudefense hiyo kitu, yani asidhalilike, kwa sababu mwisho wa siku alikuwa ni mume wangu. Kwa hiyo sio kwamba anadhalilika yeye, hata mimi naonekana nimeolewa na mtu fulani wa ajabu yani. Kwa hiyo nikawa najaribu
kuvificha vile vitu. Lakini sasa viko vilikuwa vinatoka, matokeo yake ni vitu ambavyo mimi sivijui, ni maisha yake na watu wake wengine. Maana hata baadaye nikuja kujua kwamba kuna wasanii kutaka washiriki kwa sababu wengine walikuwa wanawake zake. Kwa walichokuwa anakifanya ni kuzuia watu wasifahamu. Sasa wale waliokuwa watu wake ndio walikuwa wanazipeleka zile habari kwenye magazeti. Kwa hiyo zikitoka ananirudia mimi ambaye sijui vile vitu. Ametokea hivyo kutukanana na kutishiana kuachana. Yaani mwisho mpaka nikamblock kwa sababu hatukuwa tunaongea vizuri wala hakujua kwamba mke wangu ameenda nje, ni mgonjwa, ameenda kutibiwa, anahitaji faraja, anahitaji maneno ambayo ya kumpa hope hata kule aliko yuko mbali, hayuko India uko ana ndugu ana nini. Lakini ina maana mimi ndo mumewe, ndo nimetake nafasi ya kumfariji yeye, na nimemuoa wakati akiwa katika mazingira ya matatizo. Ina maana lazima nichukue nafasi kama mwanaume, nichukue nafasi ya faraja kwake. Alikuwa hivyo, yani ilikuwa matokeo kama vile nimetoka kwenye tatizo nimekuja kuongeza tatizo, yani kwamba mtu ameshaingia, mtu akonipa stress. Utakapoona message zake voice note zake unafikiria tu kwamba hapa lazima kuna neno baya, na end of the day kweli unakutana na neno baya. Yani nikikupa sehemu ufunguo uangalie, unaweza kukimbia ukasema kwamba huyu sio mheshimiwa anaweza kuongea maneno kama. Lakini mwisho wa siku nilivorudi kama hivyo, action ambayo alionyesha hapo ilikuwa nzuri, na tulipofika nyumbani akafikia kukaa sitting room. Ndio nimekuja tujonana miezi 2 kasoro, akafikia kukaa sitting room kuanzia saa 11 nafikiri ilikuwa mpaka saa 6 usiku. Mimi niko ndani nakuja namchungulia vipi, yani kwamba hakuna ya mke, hakuna kuzungumza safari ilikuwaje, hakuna nini na nini, mpaka saa 6 usiku tena kwa kufanya kuonesha action kwamba sijapenda kile kitendo ambacho amekifanya. Ngoja nikamuuliza, yani hausikia tahamu ya mimi, hausikii kuniuliza kitu chochote kama mke wako, haujanimisi, kuna nini, mbona unanionyesha action mbaya? Umeshaelewa vizuri? Hicho alichosema nani, kwanza risiti za matibabu umekuja nazo? Risiti zote, si za tiketi na vitu vyote, yani kwamba hujaacha hata shilingi 100 ambayo haijaandikwa. Mimi kusema kweli Millard najisikia vibaya. Hizo mtu ambaye alinitafuta yeye mwenyewe akaja kutoa support, leo akuwepo ndani kwa muda mrefu, anafikia tu anakuja na kuuliza masuala ya risiti, masuala ya vitu vya matibabu. Ina maana kwamba yeye pesa yake ina thamani zaidi kuliko utu wangu, na pesa kwamba ambayo yeye ameitoa binafsi kutibia, sio kwamba alitoa kwa mkono wake, yeye mwenyewe alisapotiwa. Alafu istoshe ninahitaji kuulizwa, yani kule nilikotoka imekuaje, then tunafuata hayo masuala kama unahitaji kulipwa pesa na vitu vingine. Lakini hakuonyesha yani kwamba ni kama mimi mtu ambaye nimetoka kwenye matibabu. Alikuwa anachukulia tu kama mtu fulani, yani I don't know, yani sikuelewa katika kichwa chake ni nini ambacho kilikuwepo. Mpaka nimeondoka mimi sijamuelewa yule mtu alikuwa ni wa aina gani. Kwa hiyo mwisho wa siku tukawa tunaishi yani mazingira toka siku ambayo nimefika. Umeshaelewa? Yani ni mtu ambaye anaondoka, ukimuuliza anakuambia mimi siulizi unaenda wapi wala siulizi unarudi lini, na hakuna mtu anayeniuliza. Kwa hiyo yani usisubutu kuniuliza. Nikawa nashangaa ambavyo vitu hakuwa navyo kabla ya kunioa. Hajawahi kunieleza hivyo vitu. Na baada ya kunioa ndani ya siku 3 niliona tu reaction ni mtu ambaye mwenye hasira, mwenye matusi, na mtu ambaye mwenye vitendo fulani ambavyo si vizuri kijamii. Lakini ili swala la kufikia tu kwamba nisimuulize kama mume ambaye mume unafanya kazi za serikali, lakini ikifika hatua kwamba una nafasi kama baba katika familia, mke ana nafasi ya kukuuliza kwa sababu sawa una kazi, nahitaji pengine kukusupport kwenye kazi zako, nahitaji kujua kinachoendelea, licha ya kukusupport na haki ya kujua wewe umeenda wapi, unarudi saa ngapi, umeenda wapi, unarudi lini, kama mke na haki hizo. Lakini ilifikia hatua vile vitu vikawa haviwezekani, na mwisho wa siku alipokuwa anaona kwamba nataka kujua kuhusu yeye ni nani, alikuwa anatoka asubuhi amekasirika, na kirudi jioni amekasirika hivyo hivyo. Yani hata kuniambia tu salamu alaykum au umeshindaje mke wangu ilikuwa hiyo kitu hamna. Anachukuja anaingia anakaa kwenye TV, hata kama kute kuna watu, yeye anaingia kwenye TV, anawasha TV, anachukua simu zake anachomeka kwenye chaji, anakaa anaangalia TV akichoka, chat na watu, anaweka paka voice, unamsikia anaongea na watu aina gani, wanawake. Ukimuuliza kwa nini unafanya hivi, paka mimi naona, anakuambia hii ndio stare yangu, najifurahisha nafsi. Ziti kwamba ni mke wa mtu, mume wako, saa 8 za usiku anaongea na simu, anafanya kitu ambacho unahisi kwamba si kizuri, alafu inafikia hatua anakujibu tu kwamba anajifurahisha, anafanya ndio stare yangu. Wewe ni mke ndani na hujafuata kuona ile matendo. Unafuata kwamba uheshimiwe, hata kama mtu hawezi kuzuia uchafu wake, basi asiulete ndani, asikufanyie ukaona.
na hata kama anafanya kile kitu kingine kichafu nje, basi asifanye mpaka ikafika hatua akaja ndani na ile hali kwamba yeye ametoka kufanya kitu fulani nje, kitu ambacho binadamu yote kinaweza kikamuumiza. Kwa hiyo ilifikia hatua binafsi nikawa nashindwa kuvumilia, nikatafuta solution kwa familia, lakini na wao yani walishaanza kuona kuna tatizo. Kwa hiyo mpaka nikafika hatua kumfuata mtu mmoja anaitwa babu, ambaye ni babu yangu, mimi na mrespect, nikamueleza, nikamwambia inabidi swala ulishughulikie, ikiwezekana tafute mshenga kabla mambo hayajakuwa mabaya zaidi, kwa sababu ndani tunaishi mtu acheki, azungumzi, hakuna nini na vitu kadha wa kadha anafanya ambavyo mimi sielewi. Umeelewa? End of the day, jamaa alipokuja kuelezwa kuhusu hilo swala akasema basi kwanza sasa nimwacha so mke wangu aende kwa watu ambao wanaweza kumrespect na hivyo. Yaani kwamba swala la kwamba nimemwacha so mke wangu hilo ilikuwa ni wimbo. Ina maana kama ni kuacha anaweza kuwa nimeacha hata talaka 10 kisheria ya dini, yani kwa jinsi alivyokuwa analitamka hilo neno. Sasa nikahisi sina uhuru yani. Kwanza iziti kwamba tuongee chochote kuhusu maisha, hatuongei chochote kuhusu condition, hatuongei chochote wapi nilikoenda imekuaje, zaidi tu mimi kuulizwa nawezaje kutoa risiti aweze kupata hela zake kurudishwa pesa na bunge. Yani ni kwamba yani mtu fulani, mimi niseme kwa mtazamo wangu niliouona, alikuwa anampenda mke wake, lakini mke wake inawezekana alikuwa na matatizo. Sasa alichokuwa anataka ni kupata mtu ambaye atamuoa, public itajua na mke wake atajua, kitu ambacho mkewe labda kitambadilisha ile mapungufu yake, wakarudi wakaishi vizuri, then amwache yule mtu aliyemuoa. Ndio kitu ambacho alichokifanya, kwa sababu baada ya kurudi nilikuta wana mawasiliano mazuri na mke wake, na mpaka mwisho wa siku wakaja wakasameana, wakawa wanaishi vizuri. Kwa hiyo ile kitendo tu cha wao kuwa katika mazingira mazuri kwangu likawa ni tatizo ambalo kama kwa hali ya binadamu naweza kufikiria hicho kitu ambacho ninachokisema. Pengine alikuwa anataka mtu akumsafishia kwa mke wake. Umeshanielewa vizuri kwamba ili aweze unajua tunasemaga kwamba watu wanasema nani, ili kumnyoosha mwanamke ni kumtafuta mwanamke mwingine, japo mimi naona so solution, lakini yeye alitafuta mwanamke mwingine kama kufanya solution kwa mke wake. Okay. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho binafsi naona kilitokea. Lakini baada ya kuona kwamba hakukuwa na mapenzi, yani kama kwamba nimeolewa, ni mke wa mtu, mume wangu ananipenda, ananitreat vizuri, sikuona sababu ya kuendelea kupoteza muda, kwa sababu mwisho wa siku ningeongeza tu idadi ya watoto, alafu tayari nimeshaona kuna mapungufu, mtu ambaye anadharau familia, mtu ambaye hata watoto wangu hajui yani wanaishi vipi, yani haelewi kuhusu chochote kuhusu mimi, kazi zangu hivyo, napotoka nakasirika, sometimes nafika topa akamwambia ukitoka kwenda kokote si mke wangu. Kwa hiyo yani ilikuwa kila kitu ni clash. Kwa hiyo kama mtu na akili zangu mengine siwezi kuyazungumza, hayafai kusikika kwenye public, vitu ambavyo ni vaibu kiukweli. Okay. Lakini niliamua ku take action, nikamwambia mimi naondoka, la tukae chini tuzungumze, tujue tatizo nini. Kama haiwezekani kuzungumza, basi mimi naomba niondoke, utakapokuwa tayari kuishi na mimi utanitafuta pale ambapo umenifuata. Akaniambia ukiondoka sio mke wangu tena. Nikamwambia sawa, itakuwa vizuri kwa sababu najua hautanisumbua tena. Kwa hiyo nikateka action, nikaondoka zangu, na nilivyofanya niliondoka hata nyumbani sikufika, kitu ambacho ameniekea paka chuki kwa familia yangu. Ilifika tu mimi nilichukia hata ndugu zangu sikata kuwaona, kwa sababu nilihisi wao kulishikilia swala la kuolewa na mtu ambaye simfahamu kama wameniingiza kwenye moto, ambao moto mwisho wa siku leo natoka kwenye gazeti sura yangu ndio naonekana mamangu mdogo, aonekana dada yangu na shangazi yangu, naonekana wastara, na kashfiwa, nasema maneno machafu, anaongea uongo mwingi, maneno mengi tu ambayo binafsi najiuliza ni mheshimiwa wa aina gani ambaye anaweza kumdhalilisha mwanamke wake kiasi hicho. Lakini amefika tu ya kufanya hivyo. Leo mimi nadhalilika, hakuna anayedhalilika mwingine hivyo. Kwa hiyo kiasi kile kikanitia hasira mpaka nikawa sitamani hata kurudi nyumbani wala kuona ndugu yangu aina yote. Nikatokomea huko mbali. Lakini nikabla familia ikasema usitukasirikie, si hatuna matatizo, rudi endelea na maisha yako. Ndio nikarudi mimi nyumbani naendelea na program zangu kama kawaida. Kwa hiyo mimi na jamaa tumeachana hivyo. Viko vingi lakini kwa hiyo rasmi of course ndoa imevunjika lini? Ndoa imevunjika tarehe 18 mwezi wa 3. Tarehe 18 mwezi wa 3. Okay. Ni ndoa ya 5 unasema eh? No, ndoa ya 5. Ndoa ya 4. Ya 4 ya. Uko tayari kwa ndoa ya 5? Kwa kweli yani sio ndoa tu, hata nisemeje, hamu yani ya kuwa na mwanaume sina kwa sasa. Kama binadamu wa kawaida nina hisia na hasira na kinyongo. Kwa sina uwezo wa kulizungumza
yani wao kuzungumza chochote kuhusiana na swala zima la mahusiano kwa sasa hivi, kwa sababu sijisikii yani kwa hicho kitu. Okay. Yeah. Kuna kitu gani ambacho alikisema public kikaenda kwenye media kuhusu baada ya kuachana na unaona kabisa ni cha uongo? Kwanza kusema kama mimi amenipa milioni 30 za matibabu, sijui nimeenda Maskati. Yani kuna vitu vingine nilikuwa siwezi kuvisoma kwa sababu nilikuwa najisikia vibaya. Lakini actually niseme kwamba vitu vingi ambavyo wamezungumza kama mimi nimefuata hela ni kitu ambacho mimi ndio kinaniuma kuliko kitu chochote. Kwamba wewe umeolewa na yeye kwa sababu ya hela. Ya pesa. Alafu kuniambia mimi natembea na babu yangu ambaye babu ndio alionifanya mpaka mimi nimerudi kwa familia yangu. Sababu nilikuwa sitaki hata kurudi nyumbani. Actually nilikuwa nataka nitokomee kwamba najua jinsi gani watoto wangu wataishi, nitawalea vipi hivyo. Sikutaka kwa sababu niliona aibu ambayo ameniweka sio ya kawaida. Kufikia tu kuniita mchawi. Kwa nini anaongea vitu vya uongo yani? Mchawi sio nimemkuta na madawa, mara nimemfukuza. Wakati kama hivyo nilivyokuambia niliamua tu mwenyewe kuondoka. Umeshanielewa vizuri. Kufika hatua yani kuvizungumza vitu ambavyo sio vya ukweli kwa nafasi aliyokuwa nayo. Alitaka aniheshimu, sisi ni binadamu. Sawa, tutakutana katika mazingira yoyote. Leo mimi sio kwamba sikuwa na ya kusema au kumdhalilisha. Nilikuwa na uwezo wa kuongea vya ukweli na vya uongo. Lakini nimemrespect kwa sababu yule ni binadamu. Tutazunguka, tutakuja kukutana tu siku moja. Sasa leo yeye ameshindwa kuangalia heshima yangu na upendo wangu wa kukubali kwenda kumvulia nguo na kuwa mke wake bila kuwa tayari kwa wakati ambao yeye alinifuata. Alafu leo ameenda kunisukwa, kunidhalilisha, yani kama vile mtu ambaye alikuwa anataka kulichafua jina langu. Alafu sio kunidhalilisha kwa vitu vya ukweli, vitu vya uongo. Yani actually karibu 80% au 90% ya vitu ambavyo ameviandika, amevizungumza ni vya uongo mtupu. Alikupa milioni 30 kweli? Sio kweli. Pesa ambayo alionipa yeye kwa mkono wake ilikuwa ni milioni 7 na kuna pesa nyingine ilikuwa kama milioni 9 ilitoka kwa rafiki yake, ambaye rafiki yake niliongea naye kwa simu na nikamshukuru kwa kile ambacho alichokifanya. Kwa actually pesa ambazo zilizokuwa zimetoka kwake ni kama milioni 16. Labda na ticket za ndege kwenda na kurudi haifiki hata milioni 6. Umeshafahamu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho yeye binafsi alikitoa kwangu. Kuna kitu gani kizuri ambacho utakisahau kuhusu yeye? Actually mimi niseme sitasahau kwanza kwa supporta yake ya kuweza kunifanya niende hospitali, japokuwa ni kitu ambacho binafsi kilikuwa tayari kinawezekana kufanyika bila yeye. Kwa sababu tayari nilikuta niko kwenye fighter na nimeshafikisha hatua fulani nzuri, lakini nimshukuru tu kwamba ameweza kulirahisisha ili kwenda mimi hospitali hilo. Pia nimshukuru kwamba ameweza kunifundisha kwamba nisije kukurupuka siku nyingine tena kusikiliza mtu aina yoyote, hata kama ni mama yangu mzazi, kwamba olewa na huyu mtu nikakubali au kuolewa na mtu ambaye simjui. Amenifunza, namshukuru kwa hilo, kwa kunifunza. Okay. Pia namshukuru kwa kuniongezea mashabiki, kwa sababu kuna watu ambao wanapenda skendo, wanajisikia raha, wanamtafuta sasa hivi Wasara ni nani aliyeolewa na mbunge, Wasara ni nani mchawi aliyemroga mbunge. Kwa hiyo sio kama amenipunguzia, ameniongezea watu. Namshukuru kwa hiyo. Hiyo uchawi alishakukuta na kitu chochote? Kusema kweli hakuna. Na nashangaa kwa sababu niliondoka. Unaelewa maana kuondoka? Nimeondoka na vitu vyangu, yeye akiwa hayupo. Asubuhi katoka, mimi naondoka, nikamwambia na mimi naondoka. Basi tuliachana hivyo. Sasa sijui hiyo kitu imetoka wapi au amefikiria nini yani, mwenyewe anaelewa. Okay.